Karibu sana tena ndani ya Media Bukavu TV. Kwa majina anaitwa Nelson mwenyewe kutokea eneo ya hapa Awali Kale, muda wetu wa saa 5 na dakika 30 katika media ndani ya Bukavu TV. Wewe ni shabiki yangu kutoka sehemu gani ama eneo gani? Na kuja kuwapasha habari inaendelea katika eneo tofauti. Mbele kuja kuwapasha habari hizi inahitajika kwanza endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kiendelee kufikia mara moja, ama sio? Na kama wewe ni shabiki wangu kutokea eneo ya Australia, Amerika, Canada, Ufaransa, London, kuelekea katika nchi yote kigeni, je remercie tout le monde vous avez écouté. Kila mtu atakayenisikiliza katika eneo tofauti yupo, na ninaenda kuwashukuru zaidi na kuendelea kunipongeza kwa kweli mno. Nikiwa katika eneo hili mnajua kenye kimenileta hapa, sio baba? Na kama unajua kenye kimenileta tayari, weka comment yako hapo niambie tayari mzee, umekuja kutupasha habari katika eneo tena katika uwanja wa mapambano inaendelea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na katika eneo ama ndani ya hali ya maisha ya watu katika eneo tofauti, ama sio? Na kwa sasa kila mtu yote aliendelea kujiabonea, anaendelea kusubscribe, anaendelea kupartage, na washukuru mbele ya kamera, naambia asante sana na Mungu endelee kuwabariki, kwa sababu bila nyinyi siweze pata nguvu ya kuja hapa katika online. Hata kila mtu yote mwenye anakuja katika YouTube ni kwa sababu mnamsikiliza na anaona nguvu. Kwa kweli mnaweka bidii kwa kufanya subscribe, kwa kumpongeza. Na kwa sasa ndani ya channel yetu YouTube Bukavu TV, nimewaomba kila mtu endelee kusubscribe tufike tayari 6,000. Muda wetu wa jioni tulikuwa tumefika 6,000. Tumekosa tu dakika kidogo, tunakosa karibu kidogo tu hivi tufike 6,000. Watu wangu nawapenda sana, mashabiki zangu, na kwa sasa ngoja niwapeleke ama niwapatie nipepue makaratasi zangu ili nije kuwapasha imani kinavyoendelea katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Leo tarehe 26 mwezi wa ngapi? Mwezi wa pili mwaka wa 2026. Na katika leo ni siku ya 4 mwezi wa pili, na kwa sasa tuko kati ya juma hili, na kwa sasa nimewapeleka katika eneo ya uwanja mapambano katika eneo tofauti, na kuja kuwapeleka katika eneo ya uwanja mapambano ya Sud Kivu. Eneo ya Sud Kivu, unajua kwanza watu wengi sisi wote tulikuwa tuko tayari kuwapasha habari inaelekea katika eneo ya Nord Kivu hapo Rubaya. Kwa kitendo kilipitika katika siku inaendelea mpaka kwa sasa, sio kusema Rubaya tumeepuka kuwapasha habari ya Rubaya tunaendelea, tutakuja kuwapatia habari huko, kwa sababu Rubaya nako kumeendelea, kwa sababu vita inaendelea kuwa nyingi zaidi. Lakini ngoja tuwapeleke katika eneo ya Sud Kivu ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, katika uwanja wa mapambano. Mahali kwa sasa inaendelea kuwa mbaya ni eneo ya Minembwe na katika eneo ya Kageregere, katika ndani ya milima ya Mwenga na eneo ya Lemera, na huko tutakuja kuwapeleka muji wa Shabunda, katika eneo tofauti za Shabunda, na kuja kuwapeleka katika eneo inaitwa Biangama. Huko ni eneo ya Shabunda. Kwa sasa huko kunaendelea kuwa mavitu tofauti, na kuja kuwapeleka tena kuwaletea habari kutokea eneo ya Masisi. Huko katika eneo tofauti za Masisi kwenye uwanja wa mapambano kunaendelea vipi, na katika eneo ya Masisi tutakuja kuelekeza tayari mahali wanajeshi wa FRDC wamesha kumiliki kwa sasa, na mahali tayari FRDC walinyanguliwa ama waliteuliwa katika uwanja wa mapambano, mahali wa M23 walichukua, kwa sababu ama FRDC ilikuwa imeshachukua tena, wanajeshi wa M23 walijirejeshea hiyo nafasi. Na kabla nikuja kupea habari kama hizo, inabidi ufanye subscribe kwa haraka hapa, sio usiniangalie tu hivi uniponyolee macho hivyo tu, inabidi ufanye subscribe, kwa sababu nikija kupasha habari iwe habari ya uhakika na usalama na ifikie watu wengi zaidi. Nikiwapeleka mara moja katika uwanja mapambano katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, eneo ya Minembwe tayari. Jana tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2026, tayari wanajeshi wa wazalendo na wanajeshi wa wazalendo peke yao walifyatuana marisasi katika eneo ya Kageregere, hapo eneo ya Chibwaga katika milima mkuu ya kuelekea teritwari ya Fizi.
watu hawajaelewana, walikuwa hawana masikilizano, walipigana jana muda wa saa 8 wa mchana katika eneo ya Kageregere na kwenye vijiji hivyo vya Mwito kwa sababu ya kusipoelewana na magomvi hiyo. Kuhusu wazalendo, tunasikia malalamishi kuhusu wakaaji ama population kutokea eneo hiyo, wanasema vita hili sio mara ya kwanza wazalendo kutokea eneo hii. Hawa sio watu wanaelewana, tayari hao wenyewe wana migogoro, tayari hao wenyewe hawapatani, hawataki kusikilizana, hawataki kuelewana. Mwingine ashuke chini, kila mtu anataka kupandisha kifua, yani kila mtu anataka kuinuka aseme tayari yeye ndio bingwa, anataka kuonesha mwenzio, hataki kumuongoza. Na katika uwanja mapambano hawaendi. Mwenzake akimwambia twende kwenye uwanja wa mapambano, anamwambia jamaa aweze kuniongoza, wewe sio komanda yangu. Sasa katika eneo hiyo jana ilikuwa ni mlipuko wa masasi kuhusu wazalendo kwa wazalendo, na tayari kuna mama na mtoto walijariwa risasi la mguu, lakini hakuna kifo. Wale wako katika hospitali ama kwenye matibabu, kituo cha matibabu katika eneo santre za hapo eneo ya Kageregere, na tutawapeleka katika tayari eneo ya milima hii ya Point Zero. Muda wetu wa asubuhi, muda wa saa 3, taarifa tuko nayo. Point Zero inaendelea kuvamiwa na wanajeshi wa wazalendo na wa FRDC, lakini katika taarifa ndani ya waasi M23 wanajeshi wao wamoja wanaendelea kujiripoti katika wanajeshi wa wazalendo katika eneo za Sange huko katika milimani huko, na wanajeshi hawa wanasema tayari hawataka kupigana na wenzio, wao wanaanza kujikagua katika ama kujiondoa katika mapigano ya wanajeshi wa waasi M23, na tunakuja kuwapeleka katika eneo ya Mulenge. Tayari eneo ya Mulenge mnajua ilikuwa imezingatiwa na wanajeshi wa FRDC na wanajeshi wa wazalendo, lakini wanajeshi wa waasi M23 wanaendelea mapigano katika eneo hiyo. Tukawapeleka, mapigano yamekuwa katika eneo ya Sud Kivu katika milima hiyo ya mpambano huko juu Minembwe. Kwa sasa imefunga wiki mzima. Mulikuwa naona tukuje kuwaeleza habari ya huko kwa sababu kumbuka katika eneo ya Nord Kivu kulipitikana masakre, tuseme ni masakre kwa sababu hatua kiongozi mtetezi wa waasi M23 huyu Colonel Wilingoma alija kufariki, na iliweka kinywa watu wengi wazi, na kwa kweli ilibidi watu wakuwe tayari kamera zetu tuzielekeze katika upande huyu, watu waelewe ni nini inaendelea katika eneo ya huko Rubaya, sehemu huko, ama wakaaji kutokea eneo ya Rubaya wanaendelea kivipi. Na kwa sasa ndio nilipata makamera zetu ama kinywa cha kila ripota yote amejielekeza huko. Tumesahau kuwapaa habari iko ya muhimu napo sehemu ya Minembwe huko, kwa sababu Minembwe nako magomvi ilikuwa hatua huko Rubaya, kulikuwa naendelea vita. Minembwe nako kulikuwa kunaendelea kushambuliwa, lakini wanajeshi wa FRDC hawajafanyikiwa kurejesha eneo ya mlima wa Minembwe, kwa sababu kumbuka kitu moja, Minembwe inaendelea kuzingatiwa ama kuendelea kufungwa na kuwekeleza kunaendelea katika kona zote za Minembwe. Wanajeshi wa Twirwaneho na Gumio na wanajeshi wa M23 wameendelea kufanya nini? Kuzingatia katika eneo ya hapo Minembwe, na kwa sasa wanajeshi wa FRDC wakiendelea kushambulia wanajipata tayari wanajeshi wa hawa wameweka ukuta kwa kweli. Lakini katika eneo tunapeleka sasa kuwapasha habari lingine. Kabla nikuja kuwapasha habari hili, nataka tusikilize kwanza katika eneo ya Shabunda wanajeshi wa wazalendo katika eneo ya Shabunda katika huko eneo inaitwa Biangama, wanajeshi wa wazalendo wanajeshi wa Shabunda santre ya Shabunda, eneo ya Shabunda maana inaitwa Kasusu, na wanajeshi wa wazalendo kutokea eneo ya Biangama wameanza kushambuliana jana tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2026. Ilikuwa ni muda wa saa 7. Wanajeshi wa wazalendo na wanajeshi wa Shabunda wazalendo walienda kuvamia wanajeshi wa Biangama wa wazalendo. Kwa sababu gani?
wanajeshi wa wazalendo wa Byangama wanaonekana kama tayari hao ni wahasi, wanaendelea kunyanyasa wakaaji katika eneo ya huko Byangama. Na kwa sasa wanajeshi wa Shabunda hapo Kasese Kasusu walienda huko wakashambulia kiongozi huyu wa chama cha wanajeshi wa wazalendo wa Byangama, na kwa sasa kiongozi wa Byangama alikimbia katika mistuni, lakini kuna wanajeshi wake wamoja waliajiriwa kupigwa masasi ya miguu. Na hii ni taarifa kutokea ndani ya media Bukavu TV. Mkiwa pamoja na mimi ndio kuwapasha habari ya uhakika na habari ya usalama ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na katika eneo ya hapo Remera, mji wa Uvira, kwa sasa mnajua tayari hiyo eneo imezingatiwa na wanajeshi wa FARDC na wanajeshi wa wazalendo pamoja na wanajeshi wa Twirwaneho wako katika eneo hiyo, na hapo kwa sasa mapigano inaendelea kuwa muno tayari. Kwa sasa vita inaendelea kuelekea katika eneo ya mlima wa Mwenga. Sasa katika eneo ya Mwenga nako kumepatikana wanajeshi watatu walikuwa na silaha moja wakiingia katika vijiji tofauti vinazingatia eneo ya Mwenga, wakiendelea kunyanyasa watu mpaka wanajeshi hawa hawajafauliwa kushikwa. Lakini wanajeshi wa wazalendo kutokea Mwenga wamepeana ripoti kusema itabidi washikwe na wajue ni wanajeshi wagani hawa wanaendelea kuibia ama kunyanyasa wakaaji. Tukiwaelekeza katika eneo ya Nord Kivu, sehemu ya Masisi, eneo inaitwa Mahanga, na katika eneo inaitwa Butike kwenye groupement ya Nyamaboko 1. Kwa sasa katika eneo hiyo ya hapo Masisi wanajeshi wa FARDC wanafauliwa kurejesha huko, lakini kwa sasa asubuhi ya leo umeendelea kupitikana marisasi mvutuko kabisa. Na katika eneo ya Katoi na katika eneo ya Katoi Katoi nako kunaendelea kupitikana masasi nyingi zaidi, lakini kwenye uwanja mapambano hatua FARDC walikuwa wamesha kuchukua nafasi inaitwa Kazinga, na katika eneo inaitwa Nantete ilikuwa imesha kuwa katika mikono ya wanajeshi wa FARDC, lakini asubuhi ya leo habari tuko nayo, hiyo nafasi imerejeshewa. Kwa sasa wanajeshi wa waasi M23 kwa sasa wanamiliki katika eneo hii. Ili taarifa kutokea ndani ya media Bukavu TV, endelea kusubscribe, endelea kulike, kwa sababu nikija kuwapasha habari mtakuwa tayari kunisikiliza moja kwa moja, nikija kuwapenyea ama kuwapatia habari yenye inafahamika ama habari ya ukweli, mtajua mara kwa moja. Kama ni shabiki wangu, wewe utaendelea kufanya subscribe, like, comment, na kila mara uendelee kunisikiliza. La katika eneo ya Rubaya wakimbizi wanaendelea kuwa wengi zaidi, na katika taarifa lingine tayari network ama tuseme réseau section yenyewe ilikuwa imekatwa katika eneo ya Nord Kivu, kwa sasa imerejea muda wa usiku, na hii ni taarifa mpya imefikia watu ya Nord Kivu, walikuwa muda mrefu hawana network. Kwa sasa rezo ya CCT na Airtel imerejea sasa, imefunguliwa. Kwa sasa watu wameendelea kufurahi, lakini population wa Nord Kivu wanaomba tena vitu kama hivi visikuje kuendeka, watu wakose communication. Lakini taarifa ni kusema tayari communication imerejea katika eneo ya Nord Kivu. Hii ni media Bukavu TV, endelea kunifuatilia kila mara. Na kama tayari utasema mimi nimesema uongo, hamna shida, lakini ule wanasema mwenye sikio anasikia kile kenye ninavyosikia. Mtoto akili anasikia kwenye kelele, kwa sababu kwenye kelele kuna vitu viwili vitatu vya muhimu vinabidi vitoke kwenye kelele, ama sio? Na kwa kweli nashukuru sana mashabiki zangu wa Amerika, thank you so much, wa Ufaransa, Canada, thank you so much, kutokea Jamhuri ya Demokrasia, kutokea eneo tofauti, nyinyi wote naendelea kuwashukuru zaidi kwa kunionyesha alama ya upendo na kuendelea kufanya subscribe, comment, ili kipindi chetu kiendelee kuwafikia mara kwa moja muda wetu wa saa 5, ili kuwapasha habari ifuatazo katika ndani ya media Bukavu TV. Kwa majina naitwa Nelson mwenye reporter, kuendelea kuwapasha habari ya uhakika katika mara kwa mara. Na kama uko pamoja na mimi, endelea kufanya subscribe, like, comment, ili kipindi chetu kifikie mara moja. Asante sana, Mungu endelee kuwabariki. Tuwatakia mchana mwema, muwe na usikilivu mwema, na mwendelee kunisikiliza, na mwendelee kujiabone, mwendelee kupartage, kwa sababu nikija kuwapasha habari lingine muda wetu wa saa 12, habari kufikie mapema. Uko sehemu gani?
Eka comment yako nieleze uko sehemu gani. Na mimi mwenyewe niko katika eneo ya hapa Walikale na kuwapasha habari inaendelea kupitikana. Kwa sasa tunashukuru Mungu, Walikale kulikuwa mvutuko kidogo, lakini sio zaidi. Lakini nitakuja kuwapasha habari inaendelea katika eneo ya Walikale na katika eneo zingine ya uwanja wa mapambano katika Jamhuri ya Demokrasia. Unajua katika uwanja wa mapambano mambo yanaendelea kubadilika. Kwa sasa unaweza kusikia FARDC imesha kuchukua nafasi hii, ama wanajeshi wa waasi wameshachukua nafasi hii. Nyuma ya dakika kidogo tu wanajeshi tena wanarejea wanachukua nafasi yao, ama sio? Hii ni habari ya vita ama habari ya kimaisha, inakuaga hivyo. Nawatakia mchana mwema, muwe na usikilivu mwema na kazi njema. Bon travail tout le monde, vous avez écouté la télévision Bukavu TV. Je vous remercie tout le monde, vous avez participé.